Aligundua jambo la kutisha wakati akimtunza mgonjwa aliyekuwa katika hali ya kupoteza fahamu ya kudumu. Kutoka kwenye kina cha giza cha msitu wa karibu, wasichana wa ajabu walikaribia na walisimulia hadithi ya kutisha. Walidai kwamba mgonjwa aliyekuwa akimtunza aliweza kudhibiti viumbe hai. Daisy alidhani yote hayo ni upuuzi, akiyapuuza kama mzaha wa kitoto, na akawaambia warudi nyumbani. Ngoja, walichokomeaje ghafla hivyo? Je, huyo mgonjwa kweli angeweza kudhibiti kitu? Daisy alikodolea macho kuangalia kwa karibu zaidi, lakini alipoamka tena, Daisy alijikuta ndani ya gari, na gari hilo lilikuwa nje kabisa ya nyumba. Daisy alizidi kutoamini. Kudhibiti viumbe hai kilionekana kama ndoto tupu kwake. Daisy alianza kutafuta taarifa kuhusu wagonjwa wa hali hiyo, lakini hakupata dalili yoyote kuhusu udhibiti wa akili. Labda watoto hao walikuwa wanamchezea tu. Hivyo alielekea chumbani kama kawaida kumtunza mwanamke asiyesonga, lakini baada ya yale watoto waliosema, Daisy alihisi wasiwasi kila alipofikiria hilo. Usiku huo, na wasiwasi moyoni, alienda chumbani kutafuta dalili na akagundua blanketi la mwanamke huyo halikuwa limewekwa vizuri. Kama mlezi, ilibidi alirekebishe. Mungu wangu, hiki ni nini? Je, mgonjwa aliyepoteza fahamu anaweza kufumbua macho yake mwenyewe? Daisy aliogopa macho ya mwanamke huyo yangekauka, hivyo alifikia kuyafumba. Alipoamka tena, Daisy alikuwa mlango pa jumba hilo kubwa. Je, alikuwa amedhibitiwa tena? Alipotazama chini, aliona madoa ya damu. Ni nini hasa kilichosokia? Alikuwa ameanza kazi hii ya ulezi hivi tundo basi. Kwa nini alikuwa hamuoni mmiliki wa nyumba mara nyingi? Na kwa nini alikuwa akichezewa na mtu asiye na fahamu? Daisy alizidi kushuku kuwa kuna jambo baya. Alipozinduka na kutazama miguu yake, ilikuwa imekatiwa na vioo. Daisy hakuweza bado kuelewa jambo hilo. Alisafisha majeraha yake kwanza. Usiku huo madanani, alimwambia dada yake kuwa angeacha kazi hivi karibuni. Lakini mmiliki wa nyumba Jeff, aliporudi alfajiri, alimuuliza kwa upole na uhuruma jinsi siku yake ilivyokuwa na kama alikuwa mstarehe. Moyo wa Daisy ukachochewa. Mke wa Jeff alikuwa katika hali ya kupoteza fahamu ya kudumu. Yeye mwenyewe alikuwa mzuri wa sura na tajiri kiasi. Daisy alizuia asiyaseme aliyotaka kuyasema, hivyo azma yake ya kuacha kazi ikafifia. Lakini mambo ya ajabu yaliendelea. Usiku huo, sauti zilisikika kutoka ndani ya nyumba, kutoka chumbani kwa mwanamke aliyepoteza fahamu. Daisy kwa wasiwasi alienda kuchunguza na akamwona mwanamke mzee akimtunza mwanamke huyo. Daisy hakuwahi kuwa na upuuzi kama huo. Mwizi huyo hakuwa akitafuta vitu vya thamani, bali kitu kingine. Mmiliki wa nyumba Jeff alionekana hashangazwi kina hilo. Kwa utalimu alimfukuza mwanamke mzee huyo. Siku wageni walikuja na kuficha ukweli. Ilibainika kuwa mwanamke huyo aliyepoteza fahamu alikuwa na historia ya ugonjwa wa akili katika familia yake. Miaka sahai kadhaa ilipita, aliugua na kuruka kutoka jengo na kuwa katika hali ya kupoteza fahamu ya kudumu. Mama yake, mwanamke mzee huyo, naye alikuwa mgonjwa. Sasa alikuwa akipambana na Jeff kwa ajili ya haki ya kumlea, na mara nyingi alijaribu kumrudisha binti yake nyumbani kwa siri. Baada ya kujua hili, Daisy alimtunza mwanamke huyo huku akizidi kuhisi wema wa Jeff. Hakuishia tu kubaki na mwanamke wake aliyepoteza fahamu, bali pia aliyahifadhi mavazi yake yote kama yalivyokuwa. Labda hayo ilikuwa ni ishara ya uaminifu.